Na mtazamaji wangu, leo hii ikiwa ni tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 2026, tarehe ya leo ndiyo tarehe ambayo iliweza kuratibiwa kesi yake Mheshimiwa Tundu Lissu iweze kusikilizwa katika Mahakama Kuu. Ila taarifa mpya zinazozidi kutufikia katika dawati letu la habari hivi sasa ni ya kwamba kesi ya uhaini inayozidi kumkabidhi Mheshimiwa Tundu Lissu imeweza kupangwa upya iweze kusikilizwa Julai tarehe 6 mwaka 2026. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa, iwapo ni mara yako ya kwanza kupatana na video zetu, itaweza kuwa ni jambo sahihi uweze kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Naam, mtazamaji wangu, nitaweza kunukuu jinsi ambavyo taarifa hii imeweza kusambazwa. Kesi ya uhaini ya Lissu inayozidi kumkabidhi iliyokuwa imeweza kupangwa kusikilizwa Juni tarehe 11 mwaka 2026 imeweza kuahirishwa hadi Julai tarehe 6 mwaka 2026. Mtazamaji wangu, viongozi wakuu wa chama Chadema hivi sasa hawajaweza kufurahishwa na hatua iliyoweza kufanywa na Mahakama Kuu kwa kuahirishwa kwa kesi hii yake Mheshimiwa Lissu, kwani viongozi wakuu wa Chadema na wafuasi wengi wa Jamhuri ya Tanzania wanaamini ya kwamba uhuru wake Mheshimiwa Lissu ungeweza kufanyika leo hii, ila kutokana na agizo lililoweza kutolewa kutoka ngazi za juu kwa viongozi wakuu wa CCM ndio ambao wameweza kuchangia pakubwa kesi hii yake Mheshimiwa Lissu kuahirishwa hadi iweze kufanywa Julai 6 mwaka 2026. Hii hapa kwa mara nyingine inazidi kuweka hadharani kile ambacho viongozi wakuu wa chama Chadema waliweza kukizungumza mapema wiki hii ya kwamba wangeweza kuitaka Mahakama Kuu iweze kufanya maamuzi bila ya upendeleo wowote ule, kwani hilo ndilo jambo ambalo litaweza kuonyesha wazi ya kwamba Jamhuri ya Tanzania imeweza kuwa huru, pia itaonyesha usawa katika Jamhuri ya Tanzania. Ila baada ya kile ambacho kimeweza kufuatia hivi sasa ni dalili tosha kuonyesha jinsi ambavyo viongozi wakuu wa chama Chadema waliweza kuwa sahihi kutokana na maamuzi ambayo yameweza kufanywa kwa kuahirishwa kwa kesi yake Mheshimiwa Lissu iliyokuwa ikitarajiwa kusikilizwa leo hii. Moja kwa moja nazidi kuonyesha wazi jinsi ambavyo kweli Mheshimiwa Tundu Lissu anazidi kupitia kipindi kigumu, jambo ambalo Lissu ameweza kuapa kutobadilisha maamuzi kutokana na yale yote anayozidi kuyapitia. Msimamo wake bado upo pale pale ya kwamba yeye na ushirikiano na mawakili ambao walioweza kutolewa na chama kikuu Chadema wataweza kushirikiana na kupata ushindi, na kipindi na wakati ambapo wataweza kuwa huru, basi muda wote ule ambao ameweza kuwa huko gerezani, viongozi wakuu wa chama cha CCM wataweza kulipia. Pia ataweza kupigania haki wale wote walioweza kuathirika na vurugu na ghasia za maandamano ya vijana Gen Z, maandamano ambayo viongozi wakuu wa CCM waliweza kuyapuzia na kusababisha madhara makubwa katika Jamhuri ya Tanzania. Pia huenda Mheshimiwa Lissu akaweza kuendelea kuwa na msimamo wa kufanikisha baadhi ya ahadi ambazo anazidi kuzipendekeza ziweze kufanyika katika Jamhuri ya Tanzania, na pia ushirikiano na mamilioni ya Watanzania kufanya marekebisho makubwa yanayozidi kupendekezwa na idadi kubwa ya Watanzania, ikiwemo swala la katiba mpya na pia haki iweze kupatikana kwa wale wote walioweza kuathirika na ghasia na vurugu za maandamano ya mwaka 2025. Pia kuna suala la utumiaji wa nguvu kupita kiasi, jambo ama agizo linalozidi kutolewa na viongozi wa ngazi za juu za CCM kwa maafisa wa polisi, jambo ambalo ni tofauti kabisa na kile ambacho kimeweza kunakiliwa na katiba ya kwamba afisa wa polisi anapaswa kulinda raia na sio kugeuka ama kumfanyia raia mabaya wala maovu yoyote yale. Swala jingine ambalo Mheshimiwa Lissu huenda akaweza
kulifanyia kazi baada ya uhuru wake? Moja kwa moja ni swala la uhuru, kwani iwapo kutakuwa na uhuru kwa raia wa Jamhuri ya Tanzania kupinga na kukosoa serikali iliyoko madarakani, mtazamaji wangu, moja kwa moja viongozi wakuu wa serikali ya CCM wataweza kuwajibika ili kujaribu kutoa aibu kwa wao kushindwa kufanikisha ahadi walizoweza kuziahidi kwa mamilioni ya Watanzania katika kampeni na rali walizokuwa wakizifanya kwa ajili ya kuomba kura kutoka kwa raia. Leo hii, kutokana na raia kutokuwa na uwezo wa kupinga na kukosoa serikali hiyo iliyoko madarakani, moja kwa moja viongozi hao wanaonekana kuwa wazembe, kushindwa kuwajibika na hata kufanikisha baadhi ya ahadi walizoweza kuzitamka kwa kinywa chao, jambo ambalo lilivutia wengi, ila hivi sasa halijaweza kufanyika. Pia swala jingine ambalo linazidi kuzungumziwa kando na katiba mpya, mtazamaji wangu, ni uhuru kwa vyombo vya habari. Sote tunafahamu kwamba katika Jamhuri ya Tanzania hivi sasa kile kinachozidi kutumika pakubwa hasa na vijana Gen Z katika mitandao ya kijamii, mtazamaji wangu, ni kupitia uhamasishaji ama habari ambazo zinazidi kupeperushwa kila kona, jambo ambalo limeweza kuchangia pakubwa viongozi wakuu wa serikali ya CCM kushtumu na hata kukosoa content creators kutoka katika taifa jirani la Kenya ya kwamba maudhui wanayozidi kuyafanya ni maudhui ambayo yanafanya uongozi wa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kuonekana kama haujaweza kuwajibika, jambo ambalo ni tofauti kabisa na content creators kutoka katika Jamhuri ya Tanzania. Wao wanafahamu jinsi gani ambavyo wameweza kuwekewa vikwazo na masharti magumu kuwa katika hali ngumu ya kufanya maudhui sawia na yale yanayozidi kufanywa na vijana Gen Z kutoka katika taifa jirani la Kenya. Pia mtazamaji wangu, moja ya jambo ambalo lazidi kuzungumziwa pakubwa ni viongozi wakuu wa CCM. Kwa wakati huu kile anachozidi kukipitia Mheshimiwa Tundu Lissu huko gerezani, hakuna kiongozi yoyote yule anayezidi kuonyesha utu ama uongozi bora, mfano bora wa kiongozi aweze kujaribu kuwa karibu naye Mheshimiwa Lissu. Viongozi pekee wanaozidi kuonekana kuwajibika na pia kuwa mstari wa mbele ni viongozi wa kuwa chama Chadema. Hii hapa tena imeweza kufuatia baada ya chama Chadema kupewa uhuru wa kuendeleza siasa mwaka 2026 baada ya chama hicho kufungiwa mwaka 2025. Hii hapa inazidi kuonyesha wazi jinsi gani ambavyo uongozi ulioko madarakani ndio unaozidi kuhusika kwa kila kile kinachozidi kutokea katika Jamhuri ya Tanzania, jambo ambalo mamilioni ya Watanzania hawayafurahii maamuzi ya aina hiyo, na ndipo ambapo wanazidi kusimama na Mheshimiwa Tundu Lissu ijapokuwa yupo gerezani na yale yote anayozidi kuyapitia kuonyesha anazidi kuwa na kipindi kigumu, ila mamilioni ya Watanzania bado hawajaweza kumwachana na Mheshimiwa Lissu ama kumwamini Mheshimiwa Tundu Lissu. Je, mtazamaji wangu, wewe mtazamo wako ni upi? Tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa uweze kusubscribe, like, comment na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.